Umewahi kusikia stori ya jitu la miraba minne ambaye alipewa kazi ya kuwapa mimba wanawake watumwa zaidi ya 50? Hii ni noma eh? Huyu anaitwa Pataseka. Leo na kusogezea makala fupi kutoka kwa huyu jamaa ndani ya chaneli yako pendwa. Jina langu naitwa Lawrence Mnubi. Karibu. Huyu ni mtumwa aliyekuwa na kazi ya kufanya mapenzi na watumwa wenzake wasiopungua 50 kwa siku ili kuzalisha watumwa zaidi kwa mabosi wake. Katika miaka ya 800 huko Brazil, kipindi ambacho biashara ya utumwa ilikuwa ikiendelea, kulikuwa na mtumwa aliyejulikana kwa jina la Pataseka, ambaye alikuwa mtumwa mwenye nguvu na akili sana. Basi alikuwa na kazi moja ya kutembea na wanawake watumwa kila siku. Pataseka jina lake halisi aliyopewa na wazazi wake, jina lake halisi sio Pataseka. Jina lake halisi anaitwa Roscoe Jose Florencio, ambaye alikuwa mtumwa wa Kiafrika aliyezaliwa katika viunga vya Sorocaba huko Sao Paulo nchini Brazil. Pataseka alikuwa na urefu wa futi 7 na inasemekana alikuwa jamaa mwenye akili sana na nguvu. Kutokana na hayo, yeye alitumika kama jogoo la kuvuna mbegu. Mabosi zake waliamini kuwa watoto wake wakizaliwa watakuwa watumwa wenye nguvu na akili sana kama baba yao. Kwa kuwa Pataseka alikuwa mtumwa, hakuwa na budi ya kufuata matakwa ya bosi zake na kuhakikisha kwamba anatembea na watumwa wenzie kwa wazima na kuwapa mimba kila siku. Kutokana na watoto waliozaliwa na kazi ya jamaa ilionekana kuwa kubwa na yenye akili, basi Pataseka alikuwa mtumwa aliyependelewa na kupata huduma zote kuliko tofauti na watumwa wenzake. Inasemekana Pataseka alilala na wanawake wengi zaidi ambao hadi leo haijulikani idadi yake, lakini aliacha watoto wasiopungua 200. Mwaka 1888 biashara ya utumwa ilikomeshwa huko Brazil. Pataseka alipewa kipande cha ardhi na mabosi wake kama zawadi, na jamaa akaanza maisha yake mapya akiwa huru. Mwamba huyo hapa alianza maisha yake mapya na mwanamke ajulikana kwa jina la Palmia, na walipata watoto 9 na kuanza maisha yake binafsi kama baba wa familia. Pataseka akajihusisha na shughuli za kilimo katika kipande cha ardhi alichopewa na mabosi zake wa zamani na kuendesha maisha yake. Ilipofika mwaka 1958, Pataseka alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 130 na kuzikwa nchini Brazil. Inasemekana katika historia ya dunia, Pataseka alikuwa ni mmoja wa watu ambao wametembea na wanawake wengi sana ulimwenguni. Sasa kaa kujitafakari. Wewe tu boyfriend wako katembea na wanawake 3 4 unalalamika. Je, akiwa Pataseka utasemaje? Mimi ni Lawrence Raphael, kidume kama Pataseka. Asante na kwaheri.